mjini Eldoret katika eneo ambalo linaitwa Mti Moja. Ukitokea katika njia barabara kuu ya kutoka mjini Eldoret kuelekea Kakamega ama kupenda basi Kitale, na katika sehemu za magharibi mwa nchi utakutana na sehemu ambayo inaitwa Mti Moja. Moja kwa moja utateremka katika mkono wako wa kushoto iwapo unatokea mjini Eldoret. Kuna mkulima mmoja ambaye amejitosa katika shughuli hii mzima, na katika background yangu utasikia kwamba kuna kelele kabisa. Ni kelele ambazo ni za kuku kukurukakara hapa na pale, na si kuku tu bali ni kuku wengi ambao wanakuzwa sehemu hii. Ukiangalia katika hizi shells wataonyesha hizi shells ambazo zimekuwa kuku wengi, na utaweza kupata basi kuna ile section ambayo ni ya chakula, kuna section ambayo ni ya mayai, basi kuna section ambapo ukiwa makini zaidi utagundua kwamba kila kuku kitu kama chumba kimoja kinabeba kuku kulingana na uzuri wa kuku. Shida za kijana ukiangalia sehemu hii kuna rangi nyekundu sehemu hii. Ni mechanism tu fulani ambayo inaenda kutokana na bomba nyeupe ambalo kuku wenyewe watakuwa wanadona, watakuwa wanatikisa kidude hiki na kuweza kupata kunywa maji wenyewe. Naam, rangi nyeupe hii pia mwanzo itakuwa inakujuza hii tu ni bomba la maji, mrija ambao unasambaza maji katika vijisanduku hivi. Mfereji ambao unawezesha kuku hawa kunywa maji kama nilivyokuambia hapo mwanzo, hapo awali ni mfereji huu. Kuku wenyewe wananidona, ndio maana yake sitataka kuzungumzia mengi wakati na kuonyesha, lakini haya pia ni mayai ambayo yamechagua siku hii, na bado hapa hivi katika hii bucket utapata hiki ni chombo ambacho kinawezesha chakula kutiliwa sehemu hii ili kuku akaweza kula wenyewe. Katika ukulima tumekutana na bwana mmoja hapa mjini Eldoret, atakuwa anatuelekeza kulingana na masuala ya ukulima hasa ufugaji wa kuku. Tumeweza piga kambi katika sehemu hii ya Mti Moja katika barabara kuu ya kutoka mjini Eldoret kuelekea Kakamega ama kupenda basi magharibi mwa nchi. Bwana, utatuambia tu unaitwa nani, unafanya nini na hapa ni wapi, na tutajongea zaidi katika shughuli nzima siku ya leo. Mimi ni Joseph Chado, wa kuku. Hizi sekta sasa kwa hii line tuna sekta tatu, kama hii ni sekta moja, lakini tuliunganisha hivi sasa ni sekta tatu. So hii moja huku katika sehemu hii ni ukilinganisha na hii sehemu, hizi ni tatu. Ukinunua ni moja, lakini unaunganisha. Kununua ni moja, hizi hakuna kubwa hii. So unanunua hii, afu unaunganisha tu. Unaunganisha. Na labda hiki kifaa labda kinanunuliwa takriban pesa ngapi za hapa nchini? Hii 48,000 pamoja na bomba ya maji, pamoja na mifereji na kifaa cha kutilia chakula, kila kitu iko 48,000 sio? Na labda nikitizama hiki kifaa kwa makini naona kwamba kuna vijisanduku vidogo ambavyo vimetengenezwa na nyaya hivi sivyo? Labda utakuna ujuzi ambao uliweza kuchukuliwa kutengeneza kifaa hiki kutumia waya za aluminium, manake naona ni kama ni waya za aluminium sio? Mbona hazikutumia kopa kutengeneza kifaa hiki? Manake kuna nyaya aina tofauti, na mbona zikatumia nyaya badala ya mbao ama chuma vile?
Tulitumia aluminium juu aluminium hairust. Tuliweka iron, najua kuku inakushauri mbolea, tunajua iko na unyevu. So ingekuwa iron, ingekuwa ina rust, ingekuwa inakaa muda mrefu. So the best thing tunatumia iron na graft na nini nyingine wamekinga juu, labda wamekinga juu na kifaa kingine, lakini the best way ni aluminium. But this aluminium original aluminium ni soft na iron zingine zimewekwa hapo ndani, sio? Na labda kuku hawa katika kijisanduku, naona ni kuku watatu ambao wametiwa katika kila kijisanduku. Labda kila kuku kwa siku anataga mayai ama labda inalingana vipi? Labda mnafanya vipi kuhakikisha kwamba kuku hawa kwa kila kijisanduku mayai yanapatikana matatu? Manake ninavyotizama sasa hivi naona hapa kuna yai moja, katika hii sehemu nyingine naona mayai ni matatu. Labda kuku ambao mnawatia kwenye hivi vijisanduku, kuku ambao wamefikia kiwango cha kutaga mayai peke yao ama inakuwa vipi? Kuku wakiwa hivi kwenye cages, wakati unazintroduce kwa cages, hapo zinaanza kutaga mayai makubwa. Na ikianza kutaga inatoka ndogo. That's why zingepitia hapa. Hizo tumeka hizi hii space na za kuku watatu. So nimesahii hapa kuna moja bado, wakati bado tunafaa collect hizi mayai saa 6 ya jioni. So by the time nimefikia masaa hizi mbili zitakuwa zishataga. Labda hiki ni chakula, manake naona hapa kuna chakula, sijui atanidona ama vipi. Hiki chakula labda kimetengenezwa kutokana na mimea ipi ama what's comprised in this food? Manake najua ni chakula ambacho kitakuwa kinawapa hawa kuku uwezo wa kutaga mayai kwa wakati. Labda kimetengenezwa na nini hiki chakula? Hiki chakula iko na vitu vingi sana. Iko na madawa kama toxin ya kufanya kuku tunatumia mahindi, na hizo mahindi kuna kwenye tunakonga zimeoza, na so tuna toxin na kuna madawa kama ya coloring ya kunini yok kala yenu. Hizi kuku ni kienyeji lakini ziko na yenu, so tunatumia hiyo lesimu ya kubadilisha rangi, na hiyo ndio inaenda kwa market side na watu wezi chukua hivi. Kuna sunflower na kuna madawa mengi sana ziko hapa. Na labda tu kilo moja cha hiki chakula, labda kwa kila mkebe wa kilo moja ama kilo mbili inanunuliwa kwa shilingi takriban ngapi, na mnafaulu vipi labda kuweza kuhakikisha kwamba hizi gharama za vyakula haviwezi kuwaletea matatizo katika kukuza hawa kuku? Hawa kuku mmoja nafaa kule grams 140 grams per day. So kwa sisi hizi kuku zote ni 200. Kuku zote ni 200. So tunaangalia sisi tukishaga yote hizi ni tan moja ya chakula kwa siku 4. Tan moja ya chakula inaenda kwa siku 4. So inategemea kwa kuku uko nao, na unaona grams moja na grams for 140. So na times na kuku ziko utajua ni ngapi grams, ni tani ngapi ama kg ngapi unafaa utoe. Na labda kabla ya kulikunja jambo letu, labda kuna mashine ya kusaga chakula chenyewe hapa ama unafollow vipi kusaga chakula hicho? Manake naona ukinieleza kwamba kuku mmoja anakula takriban kilo 1.4 ya chakula hiki, labda huwa mnafollow vipi ama mna mashine hapa? Sisi kuna mashine ya kushaga na kununua chakula kwa a bit expensive. So what tunashagia chakula tunaita everything maybe Tanzania ama Uganda, tunazileta hapa na kushaga zote. That's cheaper na kwa kampuni.
Na labda mayai yenyewe yakishategwa kila siku, manake mpiga picha wangu atakavyoonyesha sehemu nyingine, huku ni mayai ambayo tayari yametegwa siku hii ya leo. Labda haya mayai yanaanguliwa papa hapa katika mayai haya, ama ni mayai ambayo mna labda peleka madukani, ama inakuwa vipi? Sisi na wakulima sisi ni distributors. Naam. So tukishatoa haya mayai tunaziweka sehemu moja na wenye wanakujia, alafu sisi tuko na gari nyingine tunawapelekea. So sisi ni wakulima pamoja na distributors bado. Na kulingana na gharama ambazo unapitia kila siku, labda kreti moja ya mayai inatoka kwa hela ngapi, na mnafanya vipi kuhakikisha kwamba gharama ya mayai mnapata pesa za juu ambazo ni riba za juu? Mnapata vipi riba kulingana na ugavi wa pesa ama fedha ambazo inapaswa kutozwa kwa kila kreti ya mayai? Kwa kila tray na sasa hivi sisi tumeziweka hapa, tunakula kwa tray na karibu shilingi 30 kwa tray moja. Ndio tunakompensate chakula transport kutoka tunakuwa nje ya nchi. So kuna so many compensate kwa chakula na pia tuko na magari zinaenda. So ni nzuri, ni kitu nzuri kama kwa nini moja tunagaji na kwa kila siku karibu tray 50 na kreti moja inabeba takriban mayai 30 ama. Naam, hiyo imekuwa ni taswira kamili kutoka Wangige Farm, ama kupenda basi shamba la Wangige, ambapo kuna ufugaji wa kuku kwa kiwango cha juu. Tunaambiwa kwamba kuku ambao wamewekezwa mahali hapa ni takriban kuku 2,000, lakini kutokana na labda zile shughuli ama gonjwa ambazo zinasumbua kuku, homa vile, takriban kuku 102 waliaga, lakini kwa sasa kuna kuku takriban 1,108. Majina yanajulikana. Majina ya kitambulisho ni Tabitha Ashanja, na huko mtaa wananijua Mama Melba. Labda hii safari ya ukulima ulianza lini? Safari ya ukulima nilianza kitambo. Mwaka upi? 2020, mwaka wa corona. Yaani licha ya watu kuhangaika hapa na pale, biashara kuharibika katika ile mkasa ambao ulitokana na ugonjwa wa corona, ndiposa wewe ukachukua na kutumia fursa hiyo kuanzisha ukulima wa kuku. Nilianza hivyo. Sasa nilikuwa sipio, nilianza tu na kuku za kienyeji zangu mwenyewe za kukula. Sikuanza na hati za biashara. Ilikuwa ile ya hautakosa kitunguu, unalea uuze mayai. Na labda ni kipi ambacho kilikupa motisha kuanzisha ukulima huu wa kiwango cha juu? Manake napotizama kutoka kule mwanzo naona kuna nyumba ambazo imejenga kwa minajili ya ufugaji wa kuku mpaka kutengeneza nyumba za juu, na mpaka sasa hivi na kuona hapa nyuma kwa kuonyesha mpiga picha wangu kuna kuku wengi ambao wanafuga hapa kando na ile sehemu nyingine. Ni kipi ambacho kilikupa motisha ukaanza kufuga kuku kwa nambari ya juu kama inavyoonekana hapa? Sisi biashara yetu tangu kitambo. Sisi ni wauzaji wa mayai. Sisi tumekuwa tukinunua mayai different places, kama Mwezi Bridge huko, tunakuja tunauzia huko suppliers. Sasa hiyo kununua mayai, unaenda kutafuta kwa shamba za wakulima, na hapo ndio unakuta mkulima amelea. So hiyo interest ya kumuuliza biashara ya kuku iko aje, na tukapatana na wakulima wazuri wakatuambia
biashara yako si mbaya. Ukianza kwanza wakatuambia nyinyi already mnajulikana, mko na soko ya mayai, kwa hivyo hata mkiweza lea zeni kupata soko si stress. Na sasa hapo ndio hiyo wazo ikaanza tu kuidigest pole hivyo. Na sasa unajua hata umepewa wazo lakini hauna kitu ambacho unafanya. Kujipanga pole mpaka ikafika wakati sasa tulipata capital ya kuanzisha. Labda kuhawa ile shughuli ambayo unafanya kuhakikisha kwamba ni shughuli zipi ambazo zile principles ambazo umeziweka katika shughuli hii kuhakikisha kwamba kuku wanakuwa salama? Kitu ya kwanza kuku ni usafi ya hali ya juu, kama drinkers na feeders hadi ziwe safi. Na kuku kakiwa hivyo kadogo, na siku ya kwanza kanahitaji, kama umenunua kampuni, sababu si tumejua tuna kampuni, huwa zimepewa chanjo ya kwanza kwa kampuni. Chanjo inaitwa Marek, hiyo ni ya kwanza inapewa kwa kampuni. So ikikuja kwako after 7 days mpaka upe chanjo ingine. Na sasa chanjo ya siku 7 kunaitwa Newcastle, and then unaenda 14 days Bugoro, unarudi tena Newcastle siku ya 21, siku ya 28 tena unaenda Bugoro. Hiyo zinakuwa zimemaliza 1 month. Sasa zikishamaliza hapo 1 month, kuna pia Winston na ya thigh. Basi sasa hizo zinapewa at different times. Alafu pia usafi, anything na kuku ni usafi. Na siri ya kuku inakunywa sana kuliko kukula. Labda nikurudishe hapo awali, labda pale chuoni, kuna muda ulibobea katika nyanja za ufugaji, ukasomea labda kozi ambayo inaendana na ufugaji, ama tu ni ile interest ambayo umepata kutokana na wakulima wa kuku? Ni interest nilipata kwa mama. Nilifanya tu business. Hiyo ndio nilisomea. Hata sikujijua ati naweza jikuta kuwa mkulima. And then kitu kingine lazima ukuwe na passion. Sasa kulingana na venye mimi nilikuwa nauza hizo za kitambo tukienyeji hivi, unaona ukosi pesa yako. Hivyo kununua mayai pia tukaona si mbaya. So hata kuanzisha hii, yani sasa kwanza inataka upende kenye unafanya. Sababu kama ni kusukumwa, utafika mahali uchoke. Sababu unaona kama hizo ndogo ziko hapo, ziko na siku 3 sasa. Mpaka niamke usiku kuziangalia. Usiku. Yani nazichunga kama watoto. Light ni throughout. Hazizimiwi taa. Zinaekewa joto all through. Hata hizo jiko na bulb bado si enough. Sasa hizo bulb si enough, inabidi tunaweka hadi jiko. Na hiyo jiko itafika masaa uende uangalie kama moto iko, uongeze. Uende uangalie maji. Saa ingine kuna zenye unakuta kameingia hapo kando ya drinker, kamepata baridi, ukatoe, ukaeke chini ya jiko kwenye katapata joto. Yani iko na kazi mingi, ni ukiwa hauna interest yani huwezi endelea. Na labda tu zile changamoto sugu ambazo umepitia kwa hii miaka ambayo umekuwa katika process ya ukulima, ni changamoto zipi na ulifanikiwa vipi kuziepuka? Manake ni shughuli ambayo imewatatiza wengi pale nje mpaka wakafa moyo katika shughuli ya ukulima. Changamoto kwanza sasa ni ugonjwa, hazikosangi kugonjeka. But sasa kama hizi, after every 3 months kuna chanjo lazima tupe. Inaitwa Newcastle IB. Hiyo tunazipe after every 3 months. Whether ziko mgonjwa ama ziko mgonjwa, hadi tupe. Alafu unaziobserve, hata hizi venye ziko kubwa hivi, kama sasa hivi msimu ya baridi, huwa zinangorota. Unakuja unasikia zikingorota. Ukisikia zikingorota, mtu mkuto huwa unapika. Yenye umesikia
kama leo umesikia moja unatoa unaweka unaisolate. In case kesho tena usikie ingine, sasa unapea nyumba yote dawa. But una observe hata siku moja mbili, kama hiyo kungorota inaendelea, unapea nyumba yote dawa. Lakini kama zenye ulitoa hiyo mngoroto imeisha, ni hivyo. So unatibu hizo zingine kando. Hata niko na mali huwa naziweka zenye zimegonjeka, yani unazi-isolate kando. Uziweki na zingine. Na asante sana kwa muda huu. Na pia nikiangalia katika upande huu mwingine naona kuna uchafu ambao umetokana na vinyezi hivi ya hawa kuku. Labda hiki kinyezi, manake sioni hapa nafasi kubwa ambayo itakuwa labda unatumia kufanya ukulima mwingine wa mimea vile. Labda huu uchafu unavokaa hapa hivi una faida gani? Manake najua umezungumzia masuala ya usafi ndiposa uepukane na magonjwa na homa ya kuku. Labda unafanya vipi kuhusiana na uchafu huu? Labda baada ya miezi 3 kuanzia sasa, najua uchafu huu utakuwa mwingi. Unafanya vipi kuhakikisha kwamba wanasalia kwa safi? Hii ni kuuza, huwa tunauza. Hii hata ijakaa hata 1 month. Niko na kitu wiki 3 tu. Kuna watu huwa wanakujia, wanaenda kufanyia ukulima. Pia sisi tuko na shamba mahali pengine. Hata sisi kuna wakati tunachukua, tunaenda kufanyia ukulima. Na labda tu, mbona uliamua kushughulika na kuku? Manake kuna ukulima wa aina nyingi, kuna ukulima wa mbuzi, ng'ombe, kondoo pale. Mbona kuku, na faida ni zipi? Kwangu kuku zina faida zake. Alafu once ni kazi umependa, haiwezi kuchosha. Yani hauwezi, despite challenges huwa zinakuja nayo, once umependa haitakuchosha. Unaona? Na kuku ina faida zake mingi. Hata hiyo mayai mimi pia nakula. Siwezi uzia watu kitu sikuli. Mimi na familia yangu tukitaka mayai kwa hapa. Mayai si ni part of lishe mzuri. Asante sana kwa muda wako. Hii imekuwa tu ni mojawapo ya taswira ambazo wale wakulima wadogo pale kijijini, pale nyumbani, labda una ndoto ya kuwa mkulima ambaye amebobea katika nyanja ya ufugaji kando na upanzi. Hii ni nafasi nzuri ya kuweza kusoma ukulima na yale masuala ambayo unapaswa kuzingatia ndipo uweze kufikia ndoto zako. Nimekuwa Sharif Ngala na kuletea haya kutoka State News 254, KCM na Triple K TV. Kwaheri.